Mimi ni mganga wa tiba za asili na tiba mbadala. Bado tunaendelea kutoa masomo yetu katika social media. Nimekuletea somo adhimu kabisa ambalo unaweza kujifunza na kujua na kufahamu mambo mengi sana. Kitu ambacho kimekuwa kila siku kikisikika katika masikio yetu. Masikio yetu imekuwa tukisikia neno linaitwa nuksi. Nuksi ni kitu ambacho tumekisikia sana katika jamii na watu wengi wakitamka neno nuksi. Nuksi, ili neno limetokana na lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu, neno nuksi linafahamika kama nuksan. Kwa wale watu waliosoma vitabu vya dini, kwa wale Waislamu ambao wamesoma dini wanafahamu neno hili. Nuksi ni neno la Kiarabu. Kiswahili tunaliita balaa, tunaita mkosi, tunaita zohali, lakini limegawanyika katika njia nyingi sana. Lengo ni kusudia ni lengo moja tu. Lakini neno nuksan hii ni Kiarabu. Mwarabu akwambia wewe una nuksan, yani wewe una nuksi, ambao kwa Kiswahili tunaita nuksi. Kwa kitaalam, kwa sisi tulobezi katika mambo ya kitiba, hatuiti nuks, tunasema zohal. Zohal hii ni sinkaf. Sinkaf ni kifungo, inaingia katika mlango wa nuksi vile vile. Lakini pia inabezi kwenye mkosi. Mkosi ni lugha ya Kiswahili. Mtu ana mkosi, ana balaa, hivyo vyote vinakusudia neno la nuksi. Sasa ukiwa na nuksi, ukiwa na balaa, ukiwa na mkosi, ukiwa na matatizo ya sinkafu na zohal, huwa yanasababisha mambo mengi sana utakuwa nayo. Na nuksi ndiyo inayosababisha matatizo mengi kwenye jamii, hususa watu wanapata shida, maisha yanakuwa magumu, biashara haziendi. Mtu amesoma, ana uwezo wa kila kitu, ana PhD, au mtu ana taaluma fulani, mtu ana diploma ya kitu fulani. Wanawake kwa wanaume wanahangaika kwa sababu katika mili yao kuna kitu kinaitwa nuksan, ambao nuksan ndio nuksi, ndio balaa, ndio mkosi, ndio sinkaf, ndio zohal. Hiyo vyote vimekusanya katika mlango wa nuksi. Kwa hiyo wewe unaniangalia, neno la nuksi ni somo zuri sana ambalo linaweza kukufaidisha wewe na ukajua mambo mengi katika jamii, kwamba wewe una nuksi au nuksi hauna. Twende pamoja. Unasema mtu akiwa na nuksi ni mtu mwenye kukataliwa. Yaani wewe una kila kitu kizuri, lakini watu wanakukataa bila kuwa na sababu. Wewe ni mtu mwenye elimu, labda inafanyika interview kwa ajili ya kazi fulani, ulituma maombi kwa ajili ya kupata hiyo kazi, lakini ukafika automatically watu wakaanza kukukataa bila sababu zozote. Unaishi kwenye jamii, watu wanakukataa. Unaishi na wazazi wako, wanakukataa. Unaishi na ndugu zako, wanakukataa. Unaishi na kitu chochote kile, wewe ni mtu wa kukataliwa na kila mtu. Yaani watu wanakukataa bila kuwa na sababu. Uende kawa ni mzuri, uende kawa wewe una kila sababu ya kupendwa, lakini watu wanakukataa bila sababu. Ukiona kwenye hali kama hiyo, wewe una kitu kinaitwa nuksi kwenye mwili wako. Hiyo ni nuksi. Unatakiwa utafute namna ya kuweza kuiondoa hiyo nuksi, ili mwili wako ukawa na nuru, mwili wako ukawa na baraka. Lakini pia kuna kitu kingine, mtu anapokuwa na nuksi huwa apati kazi. Wengi wamesoma mpaka leo hawana kazi, na serikali inalaumiwa kwamba watu wamesoma, watu wana elimu, watu wana taaluma, watu wana kila kitu ambacho kingeweza kufanya ukawa na maendeleo katika kila nyanja ambayo ya kielimu, ya kitaaluma, lakini wewe upati kazi. Umeomba kazi katika mashirika, umeomba kazi katika makampuni, umeomba kazi serikalini, lakini wenzako wanapata kazi ila wewe upati kazi. Mpaka leo ni mtu ambaye umesoma, una elimu mpaka unazeeka, lakini hauna kazi. Kila unavyojishughulisha na biashara zako za kufungua, lakini biashara hiyo inakufa, mtaji unaisha, watu wanakukopa, hawakulipi,
watu wanakukimbia, unakuwa na kila unachokifanya, lakini biashara pia haiendi. Hiyo ni nuksi ambayo ni mbaya sana, imeingia katika mlango